Coach, karibu sana. Ligi imerejea na unakwenda kufungua pazia la kurejea kwa ligi dhidi ya Singida. Mlipata mapumziko ya kutosha na sasa mnarejea kwenye ligi. Tuambie maandalizi yako kuelekea mchezo huo yakoje? Heri ya mwaka mpya, waandishi wa habari pamoja na Watanzania wote. Nichukue nafasi hii kushukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii tena nyingine ya kuanza mwaka mwingine katika NBC Premier League. Lakini pia kwa kipekee nitoe pongezi zangu kwa timu yetu ya taifa kwa mafanikio ambayo ameyapata kuingia hatua ya 16 bora kwenye mashindano ya AFCON. Na baada ya kutoa pongezi hizo, nielezee maandalizi yetu ya mchezo dhidi ya wageni wetu Singida Black Stars. Ni kwamba maandalizi yetu yamekwenda vizuri. So far nadhani tuna masaa machache ya kukamilisha kuona utimamu wa mwili wa wachezaji ambao waliopo, lakini hatuko na majeruhi yoyote kikosini. Tunafikiri kwamba tuna kikosi ambacho kiko vizuri na tunaamini kwamba kwa maandalizi ambayo tumeyafanya katika hizi siku chache baada ya kurejea kutoka mapumzikoni, tunakwenda vizuri na tuko tayari kimchezo na tuko tayari na kuwakabili na kuona mechi ambayo tunaweza kuifanya vizuri. Swali la kwanza lilikuwa linazungumzia mabadiliko ya ratiba, hususan hii mechi ambayo imeingia hapa ya Kiporo. Ni kweli focus ya awali ilikuwa mechi ya tarehe 22 kwa maana ya mechi ya Prison. So mechi ikaingia hapa, nadhani ni utaratibu ambao sisi tunazoea kwa sababu unaposhiriki kwenye mashindano kama haya you expect anything can happen at any moment. Kwa hiki kitu kimekuja, tumekipokea. Swala ni kuswitch focus ambayo tuliyokuwa nayo then kuja, kwa sababu hizi ni timu mbili za kaliba tofauti. Singida ni moja ya timu bora kwenye timu zetu 4-5 bora kwenye ligi yetu, na ni timu ya kaliba tofauti na ile focus ambayo tulikuwa nayo mwanzoni. Kwa hiyo hata approach ina change, lakini pia lengo linakuwa ni namna gani ambavyo tunaweza tukazuia ubora wa timu yetu tunayokutana nayo, lakini pia tukawa na mazuri yetu. So kwa kiasi kikubwa nafikiri lengo letu kubwa na mpangilio wetu sisi wa mazoezi na mbinu ndani ya hizi siku mbili ama siku moja ni kwa ajili ya namna ambavyo tunaweza tukakabili Singida, lakini tupate matokeo katika uwanja wetu wa nyumbani, lakini pia tuonyeshe mpira ambao kile ambacho tulichojifunza kwenye training ground. Nadhani hilo lilikuwa ni swali la kwanza. Swali la pili, muuliza swali nadhani anapaswa kuwa na takwimu kidogo, kwa sababu hatukucheza na Coast mechi ya mwisho. Tulicheza na Mashujaa na tukatoka sare. So ile yenyewe kwa namna ambavyo tulivyokuwa katika zile mechi zilizopita, hii pointi moja tunakuja nayo, kwa sababu wakati mwingine unapokosa pointi 3 away unakuja na pointi moja ni sio kitu kibaya zaidi, japo timu always lazima mfocus kushinda. So maandalizi ambayo tuko nayo hapa nadhani hatuko vibaya vile psychologically, kwa sababu pia ni muda umepita toka tumepata mfululizo wa matokeo ambayo tulikuwa tunapata katika mechi zile, nao ni kipindi kingine na huu pia ni mwaka mwingine. Namna ambavyo tumewatengeneza wachezaji wetu kisaikolojia na namna ambavyo tunavyokuja, lakini pia na utimamu wao wa mwili, kama nilivyotangulia kuzungumza kwamba hatuko na majeruhi kikosini, nadhani inaweza kuja kutuboost kwa namna moja ama nyingine. Swali la tatu linazungumzia kuhusu maboresho ya kikosi. Nadhani viongozi wanaendelea kulifanyia hilo kazi. Tayari tuna mchezaji mmoja ama wawili, lakini nafikiri ripoti yetu iko kwa viongozi na viongozi wanashughulika nao kwa namna ambavyo tunaweza tukastrengthen kikosi chetu, lakini pia kuna wachezaji ambao tulikuwa tuko nao, baadhi ya dokumenti zao zilikuwa hazijakaa sana. Nadhani pia viongozi wamefanyia kazi baadhi yao na mengine yatakuja kuwa sawa. Kwa hiyo nafikiri Dodoma Jiji katika hii round ama katika mwaka huu inaweza kuwa na utofauti kidogo wa kile tulichokiona in terms ya wachezaji wa uwanjani. Ninachozungumzia kuhusiana na mechi ya kesho, nimkaribishe tu mwalimu wangu David Ouma, ni rafiki yangu na siku zote amekuwa akinitakia heri. Naomba katika mechi ya kesho pia nitakia heri, afu mimi nitamtakia heri kwenye mechi za kimataifa na zingine, lakini sasa hivi kwa mujibu wa urafiki huu basi anitakie heri, mimi nitamtakia heri kwenye mashindano yake. Asanteni. Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu, maandalizi yako vizuri. Tumefanya maandalizi yetu tangia tuliporejea kwenye kikosi. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu, benchi letu la ufundi pamoja na wachezaji tuko vizuri na tuko tayari katika mchezo wa kesho. Chengine naomba kesho mashabiki na wapenzi wa Dodoma Jiji wajitokeze kwa wingi kuja kuona timu yao, sababu wao ndo kila kitu kwetu. Kwa hiyo tunaomba kesho wajitokeze kwa wingi waje kuona timu yao.